Ndugu zangu wa Tanzania, kwa majina naitwa Stefano Shimba Joseph, maarufu kama Steve Magufuli. Kwa sasa ni mwenyekiti wa umoja ambao tumeuanzisha, Umoja wa Vijana Wazalendo Tanzania, UVIWATA. Pia mimi ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Sauti Mwanza. Kama mzalendo, leo nimekuja na hoja madhubuti katika harakati za kuikomboa Tanzania, hasa kipindi hiki cha uchaguzi. Niwaambie tu kweli ndugu zangu, sitaogopa mtu wala kuhofia mtu yoyote, aidha mwenye cheo, jina wala fedha. Maana katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, marekebisho ya mwaka 2005, tukipitia kwenye ibara ya 13, ibara ndogo ya kwanza, imeprovide haki ya usawa, right of equality. Tukija kwenye katiba hiyo hiyo, ibara ya 18, ibara ndogo ya kwanza, imeprovide right of expression, haki ya kuzungumza, kwamba kila mwananchi ni haki yake kuzungumza na kutoa maoni kwenye public au kwenye umma kwa ajili ya public interest. Ndugu zangu wa Tanzania, nitaanza kufafanua yaliyonileta hapa kama ifuatavyo. Nikianza na historia ya amani ya Tanzania kuanzia kipindi cha uhuru mwaka 1961. Mwaka 1961 nchi yetu ilipata uhuru chini ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kuanzia kipindi hicho, taifa letu lilijengwa kwa misingi ya amani, upendo, kupitia mambo mengi aliyoyafanya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kama vile mfumo wa ujamaa na kujitegemea. Watu waliishi kwenye vijiji kwa upendo, walifanya kazi na kutekeleza majukumu yao kwa umoja. Kila mtu alikuwa na uchungu na maisha ya mwingine. Japokuwa kuna watu walipinga mfumo huo kwa maslahi yao binafsi, ikapelekea wakafanya majaribio kadha wa kadha ya kumpindua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa mfano, jaribio la mapinduzi la mwaka 1961. Jaribio hili la mapinduzi lilifanyika mwaka 1961. Lilianzia kambi ya jeshi ya Kolto Barracks, kwa sasa inajulikana kama Lugalo ya Dar es Salaam. Mapinduzi haya yalijulikana kama Tanganyika Rifles Marching, lakini mapinduzi haya hayakufanikiwa, yalifeli. Watu waliodhaniwa kuwa nyuma ya mapinduzi haya, japokuwa hakuna udhibitisho wa kutosha, alikuwa ni Mheshimiwa Oscar Kambona, ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa serikali ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Japokuwa udhibitisho wa moja kwa moja hujawahi kutolewa. Jambo ambalo lilifanya mapinduzi hayo kufeli ni pamoja na mfumo wa upendo aliyokuwa ameujenga Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwenye nchi na mfumo mzima wa ujamaa na kujitegemea. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa muumini wa amani na upendo. Ndio maana mwaka 1961 aliachia madaraka kwa amani. Ilikuwa ni ngumu kwa mataifa ya Afrika, lakini Mwalimu yeye aliweza kufanya hivyo kwa sababu alitambua umuhimu wa amani katika taifa lolote hilo. Na tukipitia baadhi ya hotuba za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kuna hotuba yake maarufu sana. Alisema kwamba hakuna maendeleo kwenye taifa lolote lile ambalo watu wake hawana uhuru. No development without freedom. Mwalimu Julius Nyerere katika kuimarisha amani, aliweza kuimarisha mfumo wa utawala na vyombo vya usalama. Alihakikisha jeshi na vyombo vya dola vinafanya kazi kwa misingi ya utaifa na si ukabila wala uchama. Jeshi la Wananchi la Tanzania, JWTZ, lilijengwa kwa maadili na utii kwa taifa na sio viongozi binafsi. Mwalimu Julius Nyerere alifanya mambo mengi sana katika kujenga amani, ambayo mpaka leo ndugu zangu wa Tanzania tupo nayo, ambayo thamani yake ni kubwa na haiwezi kufananishwa na kitu chochote. Hivyo hivyo hata alipoingia madarakani Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, alipambana kuijenga amani kwa maslahi mapana ya Tanzania na vizazi vyao. Pia Mheshimiwa Benjamin William Mkapa kwa jasho na nguvu zote alihakikisha amani haipotei kwenye mikono ya Watanzania. Hivyo hivyo Jakaya Mrisho Kikwete, pia Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli, hata rais wa sasa Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu.
Ndugu zangu, nimeitisha mkutano huu na waandishi wa habari, sio kuzungumza tofauti zetu, bali ni kuzungumza kile kinachotuunganisha sote, yani amani ya nchi yetu. Tanzania ni kisiwa cha amani katika eneo la Afrika, na amani hii ni kitu cha bahati tu, bali ni matokeo na bidii ya vizazi vingi na ulisi wa baba wa taifa na uongozi makini wa walioona thamani ya mshikamano na utulivu katika taifa letu. Tunapoelekea katika kipindi hiki cha uchaguzi, ni kawaida kuona maoni tofauti ya wagombea wanapendekeza mikakati yao na wananchi wakieleza matakwa yao. Lakini ndugu zangu, kutokuelewana sio sababu ya vurugu. Kutokukubaliana sio sababu ya kushindwa kushikamana na kushirikiana katika hili. Natamani kila mmoja atambue kwamba maandamano yanayoibuka kwa hasira hayamsaidii yeyote, yanaharibu amani, maana vurugu haziishi kwa mtu mmoja, zinagusa kila mwananchi, maana zinaharibu biashara, zinaharibu makazi, na mara nyingi huleta huzuni zisizokuwa na sababu. Wapendo wangu wa Tanzania, sio kwamba naongea tu, angalieni majirani zetu Kongo wanavyouana, Sudani wanavyouana, Rwanda mauaji ya Kimbali watu walivyokufa, mauaji ya Darfur watu waliuawa kama wanyama. Lakini sisi Mungu ametujali amani hii ambayo sasa kuna watu wanaichochea na wanataka kuiharibu ili na sisi tuanze kusota. Ndugu zangu wa Tanzania, utulivu ni nguvu, sio udhaifu. Ni njia ya kueleza hisia zetu kwa heshima bila kuathiri wengine. Ni njia ya kudhibitisha kuwa tunathamini demokrasia. Kwa hivyo nawaomba kwa dhati, msiruhusu hasira ipange matendo yenu. Msiruhusu habari za uongo kuchochea mgawanyiko. Tuchague njia ya amani, njia ya utulivu na heshima. Ndugu zangu, tumepitia mengi katika historia yetu. Tumepitia changamoto za kisiasa, uchumi mgumu, vikwazo vya kijamii, lakini tulipambana kwa pamoja na tulishinda. Hata kama matokeo ya uchaguzi hayakubaliani na matakwa yetu, tukumbuke demokrasia ni mchakato na sio tukio la vurugu. Ni vyema zaidi tutumie vyombo vya kisheria na huru ili kusuluhisha changamoto, na tusiruhusu machozi na damu za Watanzania kuathiri ndoto ya pamoja. Ndugu zangu, napenda kusisitiza, amani ni urithi, utulivu, demokrasia uhitaji mwelekeo wa akili zaidi ya hasira. Tushirikiane kulinda taifa letu, tusiruhusu chuki, tusiruhusu kisasi kuharibu ulisi wa vizazi vyetu. Amani yetu ni nguvu yetu, utulivu wetu ni dira yetu, na Tanzania yetu ni nyumbani kwetu sote. Ndugu zangu, amani ndo kila kitu kwenye maendeleo ya taifa la Tanzania, hata taifa lolote lile duniani. Tukikubali kuyumbishwa na makundi ya wanasiasa au watu binafsi, tukaipoteza amani yetu, tutaumia sisi mpaka kizazi na kizazi. Hatutazalisha chochote. Hakuna mtu atakayetoka kwenda kutafuta riziki. Njaa na magonjwa vitatawala. Umalaya na ukahaba utaongezeka. Ujinga na umaskini vitatawala kwa sababu hakuna atakayeenda shule. Mauaji na mambo ya kutisha yataongezeka. Rasilimali zetu zitaibiwa kwa wingi na mataifa yenye nia mbaya na taifa letu. Vicheko na furaha vitageuka kuwa ndoto katika taifa letu. Tutatamani kupewa misaada hata ya kilo ya unga tu ili tunusuru maisha yetu. Kabla tujafika huko, watu wanaokuja kutushawishi kuitoa amani inatakiwa tuwapige vita. Maana wenyewe hata mambo yakiharibika wanapakukimbilia. Wamewekeza nje majumba na miradi mingi, wengine hata familia zao hazipo hapa Tanzania. Wengine pesa wanazo, hata kukimbilia nje wanaweza. Vipi sisi ambao tunategemea kuuza mboga mboga ili tule na tusomeshe watoto wetu? Vipi sisi ambao chakula tu ni shida? Vipi sisi ambao nauli ya kukimbia kutoka Dar es Salaam kwenda Igunga au Mpanda mpaka tukope? Vipi sisi wenye familia na watu nyuma wanaotutegemea? Vipi kuhusu sisi vijana wenye ndoto mbalimbali? Wengine wapo mtandaoni wanahamasisha maandamano, wakati wao wako nje wanakula viyoyozi, na ukizingatia wanahamasisha hivyo kwa maslahi yao binafsi. Wengine wanatumika
na mataifa ya nje ili amani ipotee, waje wachukue rasilimali zetu kama dhahabu, wanyama wetu, vyanzo vyetu vya maji na rasilimali nyingine. Je, sisi tutaaminije dhamira yao ya moja kwa moja? Wazungu wanasema if you fail to plan, you plan to fail. Vipi kama ukiwafuata ukapata matatizo? Hebu angalia watoto, ndugu na jamaa walioko nyuma yako, ambao bila wewe kusurvive itakuwa ni shida. Bila wewe maisha yao yatakuwa ni gumzo. Ndugu zangu wa Tanzania, umuhimu wa amani tulionayo sasa. Chukua hatua stahiki. Hao watu wanaokutegemea ukiumia na ukitoweka, wewe tumaini lao hapa duniani alipo tena. Ndugu zangu, maandamano ni haki ya kila Mtanzania na yapo kikatiba. Lakini sio kila haki huletwa kwa maumivu. Tunaweza kupaza sauti bila kupoteza utu. Tunaweza kupinga bila kuharibu. Pia watawala wanaweza kusimama imara bila kuumiza mtu. Ndugu zangu, angalieni nyuma, kila taifa lililopoteza amani lilianza hivi, kwa sauti ya hasira, kwa jiwe moja, kwa damu, tone moja, na kesho yake ikawa jivu, ikawa kaburi la ndoto zao. Tusifanye kosa hilo ndugu zangu. Najua wengi wenu hamna kazi. Najua wengi wenu hamna chakula. Najua wengi wenu mmevumilia miaka mingi bila kusikika. Lakini leo ninawaomba kitu kimoja. Tusiharibu kesho kwa hasira ya leo. Kwa sababu kesho tunahitaji amani hii ili tuijenge upya nchi yetu ya Tanzania. Mimi siwaambii mnyamaze, hapana. Sauti zenu ni muhimu, lakini mzipaze kwa hekima, kwa nidhamu, kwa uhai. Tupaze sauti ili tusikike, sio tuumize. Kumbukeni, mtoto atakayelia leo kwa sababu ya vurugu, wenda ni mtoto wako. Mama ntilie atakaye kufa leo barabarani, wenda ni mama yako. Ndugu zangu wa Tanzania, baba atakaye ziko kwa kupigwa jiwe, wenda ni baba yako. Polisi atakaye kufa kwa kupigania amani wakati wa maandamano, wenda nyuma yake kuna watoto kama wewe wanamtegemea na ndo tumaini lao la mwisho. Ndugu zangu, niwapitishe kwenye fungu vya Biblia. Isaya 26 mstari wa 6. Utamlinda yeye katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumainia wewe. Tukienda kwenye Yeremia 27 mstari wa 7. Tafuteni amani ya mji nilipowachukulia uhamishoni, mkaiombe kwa Bwana, kwa maana katika amani yake ninyi mtapata amani. Misali 12 mstari wa 20. Wanaoshauri amani huwa na furaha. Wakorinto 13 mstari wa 11. Furahini, rekebisheni mambo yenu, farijianeni, muwe na nia moja, maana katika amani na Mungu wa upendo na amani itakuwa pamoja nanyi. Ndugu zangu wa Tanzania, kuna nyakati katika historia ya taifa ambapo maneno hubaki upepo, lakini matendo yanageuka kuwa alama za ukombozi. Kuna watu ambao hawaonekani kwenye kila picha, lakini mikono yao inagusa uhai wa wananchi. Kila msitu una mti unaotoa kivuli, lakini haujitangazi. Kila bahari na mawimbi, lakini kina chake hakipigi kelele. Hivyo ilivyo kwa hekima ya kweli. Inafanya kazi kimya kimya, lakini matokeo yake yanasikika hata mbali. Niwapongeze viongozi wa namna hiyo wa taifa letu, na niwaambie tu wananchi na wanawaona kizazi chenu kwa ujumla, endeleeni kuipigania na kuilinda damu ya Mtanganyika. Kwa sasa ni ngumu kunielewa, lakini ipo siku mtasema tuliambiwa, hatukuelewa. Ndugu zangu, watu wanatafuta maisha. Watakuja na hoja ambazo zitawafanya muamini, lakini mkumbuke siasa ni mchezo mchafu sana. Wengine watakuja na mwamvuli wa jeshi, wengine watakuja na mwamvuli wa dini, wengine watakuja na mwamvuli wa madaraka ili wafanikishe dhamira zao tu. Hapo tuwe makini, tumtangulize Mungu mbele, atuongoze katika kipindi hiki kigumu. Kwa akili zetu ndugu zangu wa Tanzania hatutaweza. Kama tamaduni zetu ni kila baada ya miaka 5 tuna haki ya kikatiba
ya kuchagua na kuchaguliwa. Tukafanye hivyo tena. Katika kuchagua, tumwombe Mungu atupatie viongozi bora ambao wataleta amani na maendeleo katika taifa letu. Kuhusu hisia zetu, tuweke pembeni, tutumie akili zaidi kuliko hisia, tumwamini Mungu. Yeremia 33 mstari wa 3, Mungu anasema tukimtumainia yeye atatuonyesha mambo makubwa na magumu ambayo tujawahi kuyaona. Ndugu zangu wa Tanzania, niko chini ya miguu yenu. Na waomba muwe watulivu. Muachane na vita vya kisiasa. Tukaungane kama mnyororo, tuilinde amani yetu, ndio urithi wetu. Kwa kutambua hilo, nimeongea na baadhi ya viongozi wa dini kama vile viongozi wa kanisa la Free Pentecostal of Church, FPCT, EAGT, pamoja na Assembly of God, TAG, makanisa ya Ngurumo. Nikawaomba kwa unyenyekevu sana. Na waomba tena ndugu zangu na viongozi wa dini, na waomba tena. Itakapofika tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2025 hadi tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 2025, itakuwa ni siku 4 tu. Tutengeneze mfungo, tufunge siku 4 mfululizo. Tukaombee amani ya taifa letu. Tuitangaze kauli mbiu yetu ya mfungo huu wa siku 4 ambayo ni Tanzania Peace and Love. Kwa hizi siku 4 ndugu zangu, kwa wale viongozi wa dini ambao tumeshazungumza na tukakubaliana tutafanya hivyo, ninawaomba kauli mbiu yetu itakuwa Tanzania Peace and Love. Itakuwa ni mfungo wa siku 4. Kila mtu ndugu zangu mzalendo anayependa taifa lake. Najua kwa sasa kwa sababu ya miemko hatuwezi tukaelewana. Lakini kama una dhamira ya kweli na uzalendo wa kweli, tukafanya hivyo kwa ajili ya kuliombea taifa letu. Hali tuliopo sasa hivi sio nzuri, na mimi napenda kusema ukweli. Tunamsema kweli siku zote ni mpenzi wa Mungu. Pia ninaliomba kanisa Katoliki na ndugu zangu Waislamu na makanisa yote tuungane katika mfungo huu wa siku 4. Tuliombee taifa letu. Mfungo huu ukiongozwa na kauli mbiu ya Tanzania Peace and Love, ambao utakuwa ni mfungo wa siku 4. Pia kwa wale watakaohitaji kujiunga na Umoja wa Vijana Wazalendo Tanzania, UVIWATA, kwa wale watakaohitaji kushirikiana nami katika kuitangaza amani kipindi hichi cha uchaguzi, tuwasiliane kupitia email magufulisteve@gmail.com au WhatsApp kwa 0762 22 09 89, 0762 22 09 89. Asanteni sana na Mungu awabariki ndugu zangu wa Tanzania. Na waombeeni amani iwatawale. Asanteni sana.